Tumeitana hapa ofisini, kuna jambo ambalo tunataka kulitolea ufafanuzi, ambalo juzi tulimsikia mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bwana Othman Masoud Othman akiwa katika ziara zake mbalimbali katika mkoa wa Kaskazini Unguja katika kijiji cha Nungwi. Moja kati ya masuala ambayo alikuwa anazungumzia masuala ya uandikishaji wa wapiga kura, jinsi ya tume inavyofanya marekebisho katika daftari la kudumu la wapiga kura. Cha kusikitisha, kiongozi kama huyo ambaye mkubwa, ambaye anatarajiwa kugombea nafasi ya urais, anasema uongo. Amerejea tena kusema uongo. Bahati nzuri mtamsikia mwenyewe maelezo yake na klipsi zake zote mbili wakati anapotoa maelezo. Kama mtakumbuka, Othman Masoud Othman aliwahi kusema hapa hajawahi kuwa mpiga kura katika daftari la kudumu la wapiga kura la tume ya uchaguzi wa Zanzibar. Amejaribu kujielezea mengi, lakini kwa mfano, na huu shahidi nataka nikupeni tena leo na mtamsikiliza anapozungumza. 95 tulijiandikisha kupiga kura, tukana vitambulisho vya kupiga kura, lakini kama mtakumbuka 2000 tukabadilishwa vitambulisho. Tukapewa vitambulisho kama hivi, lakini vilikuwa vina rangi kama ya kijani na nyeupe hivi. Vitambulisho vile vikabadilishwa na tume ya uchaguzi. Ukiangalia kitambulisho changu hichi mimi nimekipata katika kituo cha Miembeni, ilikuwa tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2005. Tangu 2005 hili ni toleo la pili, na tangu siku hiyo sijawahi kujiandikisha wala kwenda kurekebisha taarifa zangu popote. Kwa maana yake ni nini? Na sio mie tu, na wote ambao mwaka huu ndo tume alitoa toleo la mwisho la vitambulisho vipya, baada vile cha kwanza cha 95 vikaja vile vya pili, ni hivi. Lakini cha kushangaza, Othman Masoud anasema kwamba wakati anakwenda kupiga kura, anaenda kujiandikisha, alisema kwamba wakati mwaka 2020 wakati wa kubadilisha taarifa katika daftari la kudumu, yeye alikuwa hayupo nje ya nchi. Lakini juzi Nungu anasema, anaambia watu kwamba yeye 2020 taarifa zake zilitolewa. Na cha kushangaza, ukisoma sheria hii ya tume ya uchaguzi, hii hapa tunayo, kusoma ibara ya 12 kifungu cha kwanza, cha pili, cha tatu, imeelezea sifa, lakini pia imeelezea jinsi gani ya mtu anaweza kubadilisha taarifa zake. Kwa mfano, ukisema kifungu cha 13 inasema wazi kwamba mtumishi yoyote wa serikali, kuanzia mtumishi wa SMZ, SMT, vyombo vya ulinzi na usalama, watumishi wa mashirika ya umma ya kimataifa, wote ambao wenye sifa kwenye daftari wanaweza wakabadilisha taarifa zao kuhamia kule ambapo walipoenda kutumikia ama alipopangiwa. Lakini cha kushangaza kwamba wakati unapobadilisha taarifa, na hapa sasa la msingi ambao ndo maana tunasema, na kauli hii ilisisitizwa na mkurugenzi wa tume ndugu Faina, kwamba Othman Masoud hakuwahi kuwepo kwenye database ya tume ya uchaguzi. Na huu ndio ukweli, akubali, asiwadanganye Wazanzibari na Watanzania. Kwa mfano 2010 Othman Masoud, ukiacha huko nyuma sisi tulikuwa na zamani, 2010 Othman Masoud alikuwa ni mwanasheria mkuu. Atuambie taarifa zake ziko kwenye kituo kipi ama eneo lipi? Huwezi kukuta. Na unapokwenda kubadilisha taarifa zako, huendi na kitambulisho cha Mzanzibari mkaazi, unakwenda na kitambulisho cha tume ya uchaguzi, ambacho yeye mwenyewe hata siku alipokwenda kujiandikisha upya, ambapo mwenyewe alisema na record zipo kwamba kenda kurekebisha taarifa zake akaambiwa jiandikishe upya, hakwenda na kitambulisho cha tume, alikwenda na kitambulisho kipya cha Mzanzibari mkazi, ambayo kwa sheria kwa sheria namba 4 ibara ya 12, ili uandikishwe, moja katika ya sifa uwe na Zanzibari AD, ndio alikwenda nayo kama mwandikishaji mpya. Leo anaambia Othman Masoud ama aje hapa, na mimi natoa challenge,
aje na kitambulisho chake cha zamani kama hichi kipya cha wapiga kura, kwamba yeye alisema kwamba 2020 hakuwepo wakati anarekebisha taarifa zake, basi aje na kitambulisho cha zamani kama hichi kama anacho. Hamwezi kumkuta nacho. Sasa leo ni hatari, kiongozi anazungumza vitu ambavyo vya uongo. Osman, kwa mujibu wa tume, na bahati nzuri tume wanayo database tangu hii 2005, wanayo kumbukumbu kituo gani Osman Masudi alienda kujiandikisha kama Mpendae ama Kikwajuni ama Mbweni, ambapo taarifa zake zipo. Taarifa zake zinasoma kuanzia juzi alipoenda kujiandikisha. Sasa anapoenda kuwadanganya wananchi, na nyinyi mtasikiliza kauli zake, ni si jambo zema. Lazima tuweke sawa. Na chengine, tume ya uchaguzi haiwatoi watu kwenye daftari kwa mujibu wa sheria hii ya tume ya uchaguzi. Kila inapofika, kila baada ya miaka 15 unafanya amendment ya daftari, lakini wanaotolewa kwenye daftari, na kila baada ya miaka 5 tume wanapeleka daftari kwenye wilaya, kwenye vituo, ili kuhakiki taarifa. Na ndio maana kila kukamilika kwa uandikishaji, daftari la kwenda kwa vyama vya siasa na wadau wengine ili kutizama mapungufu, ili taarifa zako zitoe. Lazima uwe na kitambulisho cha tume. Lakini tume wanatoa watu gani kwenye daftari? Tume wanatoa wale watu ambao walipoteza sifa. Kwa mfano, wale waliofariki. Wale waliofariki ndio wanaotolewa. Tume haiwezi kumtoa mtu ambaye kwanza hajenda mwenyewe kuripoti kwenye uhakiki wa taarifa za tume. Na 2020 Osman mwenyewe kasema yeye zoezi lile alikuwa hayupo. However alikuwepo, hajaenda kujiandikisha tu. Lakini huku anazungumza kwamba taarifa zake zimetolewa. Hemu atusaidie wa Zanzibari, wamezitoa kwa mfumo gani? Na aje na kitambulisho chake. Manake mpaka sasa hivi vitambulisho vya kupigia kura, wapiga kura wapya, bado tume haijatoa. Hemu atuoneshe Osman Masudi atoke hadharani na kitambulisho chake kama hichi cha kwangu. Cha kwangu hichi kimetolewa tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2005. Hemu aje na kitambulisho kama hichi. Ukweli wa Zanzibari, Osman Masudi hakuwa anamuunga mkono Maalim Seif Sharif Hamad, wala hajawahi kumpigia kura Seif Sharif Hamad, wala hao walomteua tangu kipindi hicho alichosema kwa katibu mkuu 95 na kwenda mbele. Hajawahi kuwachagua. Na hii sio yeye tu wakubali. Sisi tunajua kuna maofisa wengi tu wa serikali, wengine wana nyadhifa za juu tu, hawana vitambulisho, hawajapiga kura, lakini hawadanganyi watu, wanakiri. Sawa, yeye Osman Masudi hajawahi kupiga kura hapa Zanzibar na hayumo kwenye daftari. Hili lazima wananchi tulijue na sipotoshe. Lakini jingine, anafanya jambo moja la hatari sana. Anasema kuna baadhi ya watu wametolewa kwenye daftari. Hivi ni kuulizeni waandishi, tume baada kumaliza uandikishaji imetoa taarifa wapi? Ama imetoa wapi? Najua daftari likamilika linarejeshwa kwenye maeneo husika, ili kama kuna mtu anataka kumwekea pingamizi mtu afanye. Na ndipo hapo sasa mtu akiwekwa pingamizi ndipo anatolewa kwenye daftari. Daftari tume bado haijatoa takwimu za uandikishaji. Tume bado ile daftari halijaletwa kwa wananchi wala kwenye vyama vya siasa. Unajuaje wewe unataja namba ya watu waliotolewa, wametolewa lini? Wametolewa lini? Na wakati daftari kama uhakiki uliopita 2020, wewe ulisema ulikuwa hupo, huku unasema ulitolewa ulienda vipi? Maana huwezi kutolewa kama hujaitwa ukaenda kwenye kituo ukapeleka taarifa zako ukajikuta humo.